أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. leo بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله, kwa mara yetu nyingine tunakutana tena katika maeneo haya ya chuo cha Karume, kama ambavyo tulivyokuwa tumekutana katika kipindi cha nyuma. Na siku ya leo biidhnihi subhanahu wa ta'ala tutakuwa tunaishi na mada inayosema ahamiyatu hijabi almar'ati almuslima, umuhimu wa hijabu ya mwanamke wa Kiislamu na utukufu wake hijabu hiyo. Na tunafahamu kwamba Uislamu kuna mambo ambayo umeyaweka special, mambo hayo kwa ajili ya wanaume, na Uislamu ukaweka mambo special kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo miongoni mwa wale ambayo Uislamu uliokuwa umeweka yakawa mambo hayo ni maalum, ukayahusisha mambo hayo kwa ajili ya wanawake, basi ni kivazi cha hijabu ya kisheria, ambayo hijabu hiyo mwanamke wa Kiislamu akatakikana na Uislamu awe ni mwenye kushikamana nayo. Na kama ambavyo wanavyosema maulama, laqad arada alislamu lilmar'ati almuslima, kwa hakika umetaka Uislamu kwa mwanamke wa Kiislamu an tabqa durratan mansuna, ni kubakia mwanamke huyo katika hali ya kuwa yeye ni lulu ambayo yenye kuhifadhiwa, azizatan karimatan, tena kumbakisha mwanamke huyo hali ya kuwa ni mtukufu na ni mwenye kuheshimiwa. La tatmahu ilaiha ayunun nadhirin, hakodolewi macho yeye na macho, au hakodolewi yeye na macho ya wale ambao wenye kuangalia, wala kumwangalia kwa macho ambayo ya kumhusudu mwanamke wa Kiislamu, endapo kwamba atakuwa yeye amehifadhika mwanamke huyo na atakuwa ameshikamana na ile hijabu yake ya kisheria. Wala tamtaddu ilaiha aidi al-aabithin, wala haitokunjuka kumwelekea mwanamke huyo mikono ya wale ambao al-aabithin, wenye kumchezea, kwa maana wenye kufanya michezo yao ya kipumbavu. Wala yudannisu irdhaha wa sharafaha, wala hatuharibiwa ile heshima yake mwanamke huyo wa Kiislamu, endapo kwamba atakuwa ni mwenye kuvaa hijabu ya kisheria. Wala sharafaha, wala hautuharibiwa ule utukufu wake mwanamke huyo,
man la khalaqa lahu, na wale ambao walikuwa hawana tabia zilizokuwa nzuri wala hawana fungu wao akhira, kwa maana hawana matarajio kwamba iko siku wao watakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa sampuli kama hii ambao wao wanaiangalia zaidi dunia, wao huwa wanafanya mambo maovu sana, na miongoni mwa maovu hayo basi kuwachezea wanawake, kuharibia heshima zao wanawake, kuharibia ule utukufu wao wanawake, na hususa ikiwa mwanamke atakuwa ni mwenye kuepukana na hijabu ya kisheria, basi mwanamke huyu atakuwa ni mwenye kuchezewa na atakuwa ni mwenye kuharibiwa tabia zake na ule utukufu wake na watu wa sampuli kama hiyo. Faamara Allah subhanahu wa ta'ala almar'ata bilhijab, basi Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mwanamke wa Kiislamu bilhijab, kushikamana na hijabu, wa ahataha bisiyanati wasitr, na akamzingira mwanamke huyo kwa hifadhi na stara, kwa maana hijabu hiyo akamtaka mwanamke huyo awe ni mwenye kuivaa imsitiri kiwiliwili chake chote, na pasipatikane ishara hata ndogo, ishara ambayo itakaopelekea fitna kwa wengine endapo watamuona mwanamke huyo. Wa amaraha bil ifaf wa tuhuri, kadhalika Allah akamwamrisha mwanamke huyo ajihifadhi na ajiweke mbali na vishawishi ambavyo vitakavyomuingiza katika uzinifu na vishawishi ambavyo vitakavyomuingiza katika hali ambayo ilikuwa mbaya, na akamwamrisha awe ni mwenye kushikamana mwanamke huyo na jambo la kujitoharisha. Wasanaha bilibasi alhishma, na Allah akamhifadhi huyo mwanamke kwa kumpa vazi ambalo lilokuwa na heshima, min atahattuki watabarruji walibtidal, kutokana na kuvunja ile heshima yake mwanamke huyo, na vile vile kudhihirisha yale mapambo yake na kujiweka katika mazingira ambayo yalikuwa si sawa. Wa harrama alaiha alkhalwa, na Allah akamharamishia huyo mwanamke kukaa faragha birrijali, kukaa faragha na wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala akamharamishia mwanamke huyo na akamtaka asikae faragha mwanamke huyo, isipokuwa akikaa akae na wale ambao walikuwa maharimu zake. Waqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu vile vile kwamba Allah amejalia al-libasa, lile vazi ambalo alikuwa ameliweka, zinatan, kuwa ni pambo kwa mwanamke. Mwanamke endapo kwamba atavaa lile vazi lake ambalo alikuwa ametakiwa yeye avae na Uislamu, basi atakuwa yeye amepambika. Wasitiran, na Allah kalijalia vazi hilo kuwa ni stara lenye kumsitiri huyo mwanamke. Wa tariqan lilkhairi, vile vile akajalia vazi hilo kuwa ni njia ya kheri. Mwanamke yoyote ambaye atakayekuwa ni mwenye kutekeleza agizo la Mola wake subhanahu wa ta'ala la kuvaa kama vile ambavyo Allah jalla jalaluhu alivyomtaka mwanamke huyo avae, basi aelewe mwanamke huyo kwamba yeye ameshikamana na njia ya kheri. Na mwanamke yoyote ambaye atakayechukia agizo la Mola wake na akawa mbali nalo agizo hilo, basi fahamu mwanamke huyo yupo katika kushikamana na njia ya shari. Hivi ndivyo ambavyo uhalisia ulivyo. Wa mutahhiran litaqwa wa mudhhiran litaqwa, kadhalika vile vile mwanamke huyo akivaa vazi ambalo Allah alilomwagiza, aelewe kwamba yeye ameingia katika jambo ambalo Allah alilijalia kuwa jambo hilo lenye kudhihirisha alama ya takwa, alama ya uchaji, alama ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah yeye ameamrisha, na wewe mwanamke wa Kiislamu ukawa ni mwenye kutekeleza. Kwa hiyo kule kutekeleza kwako amri za Allah kwamba amekwambia uvae katika hali fulani, na wewe ukawa tayari ukatekeleza agizo hilo, hiyo ni miongoni mwa alama inayoonyesha na kujulisha kwamba ni kwako wewe kuna takwa, kwako wewe kuna hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwanamke ambaye alikuwa yeye anachukia vazi la kisheria ambalo alikuwa amewekewa hijabu ya kisheria, basi elewa kwamba mtu huyu yuko mbali na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatruku nasa
ala halati al-uri, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hajawaacha watu katika hali ambayo ya kuwa ni watupu, kuwa wako katika hali ya uchi. Al-ula, kama vile ambavyo alivyowaumba mwanzo, ambao amewaumba bila ya vazi. Allah hakuwaacha katika hali hiyo, bal khalaqa lahum, bali Allah amewaumbia wao ma yasturu sawatihim, yale ambayo yatakayositiri zile nyuchu zao, zile aibu zao, kwa maana yataficha aibu zao. Wayuwariha, na yatasitiri zile aibu na zile sehemu zao za kustiriwa, basi lile vazi litakuwa lenye kustiri. Faqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu al-A'raf aya nambari 26, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya bani adam, enyi wanadamu, ya bani adam, enyi wanadamu, qad anzalna alaykum libasa, kwa hakika sisi tumeteremsha juu yenu vazi, yuwari sawatikum, vazi hilo lisitiri aibu zenu, warisha, na mipambo vazi hilo, walibasu taqwa, na vile vile Allah akateremsha vazi la taqwa, dhalika khair, kufanya hivyo ndiyo bora. Kwa maana mtu akawa ni mwenye kulishika vazi hilo na akashikamana nalo vazi hilo, basi kwake yeye mtu huyo kuna khairi. Illa anna shaitana, tufahamu isipokuwa kwamba shetani, aba, yeye amekataa, illa an yaftina an-nasa, isipokuwa kwamba lengo lake yeye shetani ni kuwafitini watu, kama fatana abawaihim min qabl, kama vile ambavyo alivyowafitini wazazi wao hawa wanadamu kabla ya Adam na Hawa kuletwa duniani. Aliwafitini, Allah aliwasitiri kwa vazi ambalo Allah aliwaekea, akaficha zile aibu zao, lakini matokeo yake shetani akafanya kila mbinu, fadaahum ila ta'arri, shetani akawafitini viumbe, akawaita katika jambo la kukaa uchi. Wanazaa anhum zinata al-libasi was-sitr, na vile vile akavua kutoka kwa wao hao viumbe lile pambo la vazi na vazi ambalo la stara ambalo lilikuwa linastiri hao viumbe. Fastajaba lahu awliyauhu, basi wale vipenzi vyake shetani wakamuitika. Shetani amewalingania na wale vipenzi vyake shetani wakawa ni wenye kuitika ule wito wa shetani ambao alikuwa amewaita hao viumbe, kwa maana wakaitika wito huo. Wafutinu bihabail ighwaihi, na vile vile wakafitiniwa hao vipenzi vya shetani kwa kamba za upotofu wake huyo shetani, kwa maana wakawa ni wenye kufitinika watu hao kwa zile kamba za upotofu wa shetani. Faqala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratu al-A'raf aya nambari 27, akasema, ya bani adam, enyi wanadamu nye, la yaftinannakum ash-shaytan, asikufitinini nyinyi shetani, kama akhraja abawaykum min al-janna, kama vile ambavyo alivyowatoa wazazi wenu peponi. Nini alifanya shetani? yanzi'u anhuma libasahuma, aliwavua nguo zao, kwa maana Adam na Hawa wao Allah aliwasitiri, lakini shetani yeye akafanya mbinu zote akawavua nguo zao. Matokeo yake wakatolewa peponi, wakawa ni wenye kuvuliwa nguo, wakatolewa peponi. Liuriyahuma sawatihima, ili awaonyeshe zile aibu zao, kwa maana awaonyeshe yale ambayo Allah alikuwa ameyasitiri katika aibu zao. Shetani akafanya mbinu zote akawaonyesha aibu zao. Huyu ni shetani. Allah akamalizia maelezo mbele kabisa akasema, inna ja'alna shayatina awliyaa lilladhina la yu'minun. Mwisho wa aya Allah akafungia maneno hayo, pamoja na kwamba kuna maneno mengi hapo Allah akaeleza, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, lakini mwisho wa aya Allah akasema sisi tumemjalia shetani kuwa ni kipenzi. Shetani tukawafanya mashetani kuwa ni vipenzi kwa wale ambao walikuwa hawaamini. Kwa hiyo mtu yote ukimuona kwamba yeye amemfuata shetani
katika kukaa uchi, katika kutokuvaa lile vazi ambalo Allah alikuwa amemwelekeza, fahamu kwamba huyo amemfuata shetani na amekubali kwa shetani kuwa ni kipenzi chake. Waqad amara alislam, basi tufahamu kwamba Uislamu umeamrisha almar'ata, kumwamrisha mwanamke bisitri walhijab, kumwamrisha kujistiri na kumwamrisha kushikamana na hijabu ya kisheria, himayatan laha, hali ya kuwa ni yenye kumuhami hiyo hijabu ya kisheria na stara hiyo, ni kuwa himaya yake hiyo hijabu ya kisheria. Mwanamke yoyote ambaye atakayejistiri kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu ilivyotaka, basi mwanamke huyo kwake yeye kuna ulinzi na kuna himaya, kuna ulinzi ambao unamlinda min adha fusaqi, kutokana na maudhi ya wale watu ambao walikuwa mafasik, watu ambao walikuwa waovu. Fakhataba Allahu, basi tufahamu kwamba Allah amemkhutubia mtume wake. Fakhataba Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah katika kuyajulisha hayo akamkhutubia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, katika suratul Ahzab aya nambari 59 akasema, ya ayuha nabiyu, ewe mtume, qul li azwajika, sema kuambia wake zako, wa banatika, na mabanati zako, kwa maana watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na vile vile kuambia wanawake wote wa Kiislamu wafanye nini? Yudinina alaihinna min jalabibihin, kwa maana wajitupie yale majilbabu yao juu yao, kwa maana wajisitiri kwa mujibu wa sheria ambavyo ilivyowataka. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, kufanya hivyo kutapelekea wao na kutakuwa karibu mno ya wao wajulikane na kutokufanyiwa maudhi. Mwanamke akijisitiri kwa mujibu wa stara ya Kiislamu, akavaa hijabu ya Uislamu, basi mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kuheshimika, atakuwa ni mwenye kuhifadhika, hatofanyiwa matani na watu ambao walikuwa wahuni, wala hatofanyiwa maudhi na wale watu ambao walikuwa mafasiki, wala hatofanyiwa maovu ya namna yote, kwa sababu anajulikana kwamba mwanamke yule ni mwanamke ambaye alikuwa yupo katika hijabu ya kisheria, na mwanamke yule ni mwanamke ambaye mwenye kujiheshimu, na mwanamke yule ni mwanamke ambaye ana nidhamu zake, mwanamke yule ni mwanamke ambaye ana adabu zake za Kiislamu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atakayemfanyia maudhi, hakuna ambaye atakayemfanyia maovu, hakuna ambaye atakayeleta utani wake. Kwanza kumsogelea atakuwa anaogopa mtu, kwa sababu anajua kwamba yule ni mwanamke ambaye mwenye kujiheshimu. Lakini mwanamke akiwa anatembea uchi na akaepukana na vazi la Uislamu, akaepukana na kuvaa hijabu ambayo alikuwa imeelekezwa na Uislamu, mwanamke huyo atakuwa ni mwenye kufanyiwa maudhi, na maudhi mengi atakuwa ni yenye kumfika. Kama amarahunna bil ijtihadi, kama ambavyo Uislamu ulivyoamrisha hao wanawake bil ijtihadi, katika jambo la kujitahidi, bi ikhfa'i zinatihinna, katika jambo la kuficha yale mapambo yao, wa mawadhi'il fitna, na vile vile kuficha zile sehemu za fitna, minhunna, ambazo zinapatikana kutokana na wao wanawake. Uislamu umewaamrisha vile vile wanawake wafiche yale mapambo yao. Sio mwanamke ametia hina, tena hina zake zikawa zinaonekana na watu ambao walikuwa stahiki kuziona. Sio mwanamke ametia wanja wake ukaonekana na mtu ambaye alikuwa stahiki kuonekana. Sio kwamba mwanamke amejipamba akavaa vitu ambavyo alikuwa anatekana kwamba ampambie mume wake, vitu hivyo vikawa vinaonekana kwa yule ambaye alikuwa stahiki kuviona vitu hivyo. Bali Uislamu umemwamrisha mwanamke awe ni mwenye kuficha stara yake, awe ni mwenye kuficha yale ambayo hayastahiki kuonekana na yoyote yule isipokuwa mume wake. Uislamu kamwamrisha kwamba awe ni mwenye kuyaficha hayo, awe ni mwenye kuyasitiri hayo, awe ni mwenye kuyahifadhi hayo, illa ma yadhharu lidharura, isipokuwa yale ambayo yanadhihiri kidharura, yale ambayo yanadhihiri kidharura, minha, kupitia kwake yeye huyo mwanamke, au biduni irada, au pasi na kutaka, kwa maana yakadhihiri pasi na yeye mwanamke kutaka. Labda ilitokezea upepo tu, labda ukapepea ikaondoka, yani ikaondoka kidogo ile nguo ikapanda kijuu, lakini akazindukana pale mwanamke akawahi kudaka. Sasa ikawa
sio maksudio yake. Na Allah anayasema hayo katika surati An-Nur. Allah anasema katika surati An-Nur aya nambari 31, anasema wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, wala wasidhihirishe wanawake mapambo yao illa ma dhahara minha, isipokuwa yale ambayo yalikuwa yamedhihiri kupitia kwa wao. Waliyadribhunna, asema waliyadribna bikhumurihinna ala jubihin, na wajitupie yale mashungi yao, ala jubihinna, katika yale mabaibu yao, maana katika jubi zao. Na jubi maana zile nguo ambazo zilikuwa zinaathirika na hapa panakuwa pako wazi. Jubi maana ni sehemu hii ya katikati ya kifua, hapa ndio inaitwa jaib. Umefahamu? Zamani ndio ilikuwa inaitwa hivyo, kama ile hadithi ambayo ilivyokuja washaqul juyub, na kuchana nguo. Maana yake walikuwa akitia mikono hapa katikati ya kifua kisha kirarua hivi mtu akifiliwa. Lakini sasa lugha zimekuwa, si mnasema kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili nasoma chuoni, sio? Kadhalika kuna ukuaji wa lugha ya Kiarabu vile vile. Jaibu ni sehemu hii ya kati, lakini sasa hivi jaibu ni mfuko wote ulioko wazi, ima wa kanzu au wa shati, unaitwa nini? Jaibu. Simefahamu? Jamu yake inaitwa juyub, kwa sababu lugha imefanya nini? Imekuwa. Lakini asili ya jaib maana yake ni sehemu hii ya kati. Washaqul juyub maana yake mtu anatia mikono yake hapa katikati kisha anararua. Sasa maana yake Allah aliposema waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, maana yake na wajitupie wao, yani yale mashungi yao katika vifua vyao, maana yake kwamba wajisitiri vizuri na wajiweke katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri kabisa, kama amara almu'minin, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha waumini wa kiume, bighadhi absarihim, kwa maana wahifadhi macho yao, wasitiri macho yao, amma harrama alaihim, kutokana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameharamisha juu yao. Fa in waqa albasaru ala muharrami, ikiwa kwamba linatokezea jicho katika jambo lilokuwa la haramu, min ghairi qasdin, basi na kusudia, falwajibu ala almu'min, basi ni wajibu kwa muumini wa kiume, labda amepita akaangalia kumwangalia mwanamke, yule mwanamke amejisahau, akawa kuna sehemu zake nyingine ziko wazi. Kwa hiyo mwanamume anatakana kwamba jicho lake aligeuze, asije akasema jamani nye on the road. Yani watu wana lugha zao, on the road, on the road. Kiambo hivyo on the road maana yake kwamba juu ya njia, maana kuna jambo huko. Wewe unasema on the road kuna nini, gari au nini? Kumbe watu wanasogezana waje njiani, yani msemo ambao watu wanavutana njiani waje angalie maajabu. Sasa ni kuja kuharibu zile imani na kuzifitini zile nyoyo. Kwa hiyo mwanamume ikiwa kwamba ameangalia katika mambo ya haramu, basi ni wajibu juu ya muumini jicho lake kuliondosha katika sehemu ile saria, tena haraka. Wama dhalika illa litaharati liqulubi, na hayakuwa hayo isipokuwa ni kwa kutoharisha zile nyoyo zao. Wa hifdhan lidinihim, na vile vile kuhifadhi dini yao. Wa dar'an lilfitani, na vile vile kuzuia fitna zitokezee. An mujtamaatihim, kutokana na ile jamii yao. Fakhataba Allahu nabiyahu, katika maneno hayo Allah akamwagiza mtume wake, akamhutubia mtume wake katika kumpa maagizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika kupewa maagizo na Allah akahutubiwa qailan lahu, hali ya kumwambia qul lilmu'minina, sema mtume wangu ambie waumini wanaume, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao chini, kwa maana wahifadhi macho yao. Haina maana kwamba kuinamisha macho labda ikawa kwamba wewe tena watembea chini chini, kwa maana uinamishe macho, uhifadhi macho yako, usiangalie yale ambayo yalikuwa haramu. Ukimwona mwanamke kwamba hajavaa hijabu ya kisheria, basi wewe inamisha jicho lako, kwa maana ligeuze jicho lako, usiangalie ule upande ambao mwanamke alokuwa amekaa uchi. Hata baadhi ya wakati kwamba mwanamke ikiwa kwamba amevaa vazi la hijabu, sio kwamba wewe tena ukimwona uangalie tu, la, unajua kwamba yule mwanamke basi usimshughulikie, shughulikia mambo mengine ili usije ukafitinika, usije ukafitinika naye. Wayahfadhu furujahum, na waambie hao wahifadhi tupu zao. Dhalika azka lahum, kufanya hivyo itakuwa ni utakasifu mno kwa wao. Inna Allaha khabirun bima yasnaun, kwa hakika Allah
ni mwenye habari ya yale ambayo wao wanayafanya. Kadhalika vile vile waqul lilmu'minati, mtume akapoagizwa akaambiwa nasema kuambia waumini wa kike, wanawake wa Kiislamu, yaghdhudna min absarihim, na wao vile vile wahifadhi macho yao wasije wakayatumia katika njia ambayo ilikuwa mbaya. Walidhalika, na tuelewe, na kwa ajili hiyo ajmaa alulama, wamekubaliana maulama wote ala wujubi alhijabi ala almar'ati almuslimati albaligha, wakakubaliana juu ya wajibu wa hijabu kwa mwanamke wa Kiislamu ambaye alishafikia baligh, al-aqila, tena mwenye akili timamu, al-hurra, tena alikuwa huru mwanamke huyo. Wakakubaliana kwamba jambo la kujistiri mwanamke, jambo la kuvaa hijabu ambalo lilikuwa imeelekezwa Kiislamu kwa mwanamke wa Kiislamu ni jambo ambalo lilikuwa la lazima. Sasa mwanamke wa Kiislamu, kwa nini watembea uchi? Kwa nini hujisitiri? Kwa nini waonyesha maungo yako? Kwa nini umuogope Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa kule kuweka wazi yale maungo yako? Huoni kama wamkera Allah? Huoni kwamba unamchukiza Allah, na hali ya kuwa Allah amekuamrisha kwamba usitiri maungo hayo ambayo alikuwa amekupa, usionyeshe isipokuwa kwa wale ambao sheria ya Uislamu iliyotaka kwamba uonyeshe maungo hayo. Na uelewe mwanamke wa Kiislamu kwamba ukiwa hujavaa hijabu ya kisheria, maana yake kwamba wewe umevunja ule wajibu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekuwekea. Na wafitini watu wengine, unawafitini wanaume wa Kiislamu, na wewe unakuwa umemtii shetani, umemwasi Allah ambaye alikuwa amekupa pumzi, ambaye alikupa hayo maungo na akakutaka uyasitiri, lakini wewe ukawa hujasitiri, unakuwa umemwasi Allah jalla jalaluhu. Wal maqsudu bil hijab, na makusudio ya hijabu huwa libasu shar'i, ni hijabu ya kisheria. Maana baadhi ya wanawake akiambiwa jisitiri, mtu anasema kwamba sasa jisitiri mimi, kwani sehemu yangu inaonekana, akiwa na maana kwamba ile sehemu yake ambayo anafanya haja kubwa na haja ndogo, yeye akishakustiri sehemu ile, basi anaona kwamba tayari kashasitiri yeye. Kama mbona natembea uchi, basi atajiangalia, mimi natembea uchi wapi? Mbona nimevaa nguo mimi? Huko kuvaa kwa nguo huko bado sheria inakuhesabu kwamba wewe watembea uchi. Kwa hiyo makusudio ya hijabu huwa libasu shar'i, ni vazi la kisheria, alladhi yasturu aurata almar'ati amama alajanib, vazi ambalo litastiri uchi wa mwanamke, litastiri aibu yake mwanamke, amama alajanib, mbele ya watu ambao walikuwa wastahiki kumuona, ambao wale ambao walikuwa sio maharim zake. Walladhi yajibu iltizamu bihi tatbiqan lima jaa fi alquran wa sunna, na yale ambayo yalikuwa ni wajibu kushikamana nayo, hali ya kufanyia kazi yale ambayo yalikuwa yamekuja katika Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bihadafi saunihinna, kwa malengo ya kuwahifadhi hao wanawake, wa hifdhihinna, na kuwahifadhi hao wanawake, min kulli sharri, kutokana na kila shari, yaskunu fi baadhi nufus, shari ambazo zinaishi katika baadhi ya nafsi za watu. Kwa maana baadhi ya nafsi za viumbe zina shari. Sasa mwanamke ikiwa hajajihifadhi, basi mwanamke huyo anakuwa anadhurika. Na jambo hili liko wazi ndugu zangu Waislamu, kwamba mwanamke wa Kiislamu ikiwa kwamba hajavaa vazi la kisheria, akaonyesha maungo yake, kifua chake kikawa kinaonekana, au sehemu zake nyinginezo zikawa zinaonekana, basi itampelekea madhara tu, mpaka madhara kiafya mwanamke atakuwa iko nayo. Mara utasikia mwanamke analalamika, kifua kinaniuma, kimenikaza, kinaniuma sana, mara kinazidi kumuuma kifua. Matokeo yake anakwenda hospitali, anaonekana kwamba kile kifua kimejaa usaha, anaambiwa kwa hili ziwa namna lilivyojaa usaha, inabidi ziwa hili tulikate sisi, kwa sababu hakuna mbadala wake. Kwa hiyo mwanamke sasa anaambiwa kwamba amefanya kensa ya ziwa, kwa hiyo ziwa linatekana likatwe. Akiangalia chanzo ni nini, hakioni, kumbe alitembea hali ya kuwa ameacha wazi kifua chake. Watu wakaona kile kifua chake, mionzi ile ikatoka, ikatamani kile kifua. Kile kifua si maskhara, kifua utafikiria bero. Kwa hiyo watu wakatamani,
baada ya kutamani sasa mionzi ikatoka ikenda katika kile kifua, ikaathiri kile kifua kikawa sasa kinauma, mtu akasikia dhiki, matokeo yake akawa nauma kila siku katika kifua chake, mpaka ikapelekea pahala sasa kifua kile kifanye usaha na mwishowe lileziwa kukatwa. Sasa ni madhara. Allah amemshushia hijabu mwanamke imsitiri, imhifadhi na asidhurike mwanamke wa Kiislamu kutokana na madhara haya na madhara mengineyo. Waqad ishtarata al-ulamau, na kwa hakika wameweka sharti maulama, lilhijabi, kwa hijabu ya kisheria, jumlatan min ash-shurut, yani jumla ya masharti, binaan ala ma istanbatuhu, binaan hali ya kujengea, ala ma istanbatuhu min an-nusus ash-shar'iyyah alwarida fi dhalika, wa kujengea yale ambayo yalikuwa yamekuja katika dalili za kisheria ambazo zilikuwa zimekuja kuhusiana jambo hili. Wa hadhihi shurut, na sharti hizi ewe mwanamke wa Kiislamu ni hizi hapa, zifahamu, zielewe, zijue. Awalan, sharti ya mwanzo, an yakuna alhijab, iwe hijabu satiran lijamii badani almar'a, hijabu iwe ni yenye kusitiri kiwiliwili chote cha mwanamke, isiwe kwamba ni yenye kuonyesha baadhi ya maungo, kwa maana iwe ni yenye kusitiri kiwiliwili chote cha mwanamke, isiwe ni yenye kuonyesha baadhi ya maungo. Bidalili qawlihi subhanahu wa ta'ala, kwa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Kwa maana Allah ametuma agizo kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam aanze katika nyumba yake. Yeye mtume ana wake, aanze na wake zake. Yeye mtume ana watoto wa kike, aanze na mabanati zake. Kadhalika akaambiwa vile vile na wanawake wote wa Kiislamu awape agizo hilo, wawe ni wenye kutekeleza agizo hilo. Wanawake wa Kiislamu wajisitiri, wajiweke katika stara, wajihifadhi vizuri, wasiwe ni wenye kuonekana maungo yao, wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo sharti ya mwanzo ni kusitiri kiwiliwili chote. Kwa maana wasiwe ni wenye kuonekana. Wa fi sunan al-Baihaqi, na katika sunan al-Baihaqi wa ghairihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha ummi al-mu'minin, kuna hadithi ambayo inapokelewa na ummu Aisha radhiyallahu anha, anna Asmaa binti Abi Bakr, kwamba Asmaa binti Abi Bakr radhiyallahu anha dakhalat alaiha wa indaha an-nabi, aliingia kwa Aisha na mbele yake Aisha alikuwa yuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, fi thiyabi shamia, katika mavazi ya Kisham, ya mji wa Sham. Riqaqi, alikuwa mepesi sana mavazi hayo. Fadharaba Rasulullah, mtume sallallahu alaihi wasallam, fadharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibasarihi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia kwa jicho lake. Qala, akasema, ma hadha ya Asma, nini hichi wewe Asma, umevaa nini wewe Asma? Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innal mar'ata, kwa hakika mwanamke, idha balaghatil mahidha, anapofikia balighi, akapata ada yake ya hedhi, lam yasluhu an yura minha illa hadha wa hadha, kwa maana haifai kuonekana yeye mwanamke huyo isipokuwa hadha wa hadha. Wa ashara ila kaffihi wa wajhihi, akaashiria katika kiganja chake na uso wake. Na katika uso maulama wametofautiana, wako ambao walisema ni wajibu kusitiri na wako ambao walisema kwamba ni mustahabu, ni sunna kusitiri uso, na wote ni katika maulama wa ahli sunna wal jamaa. Msimamo wa Sheikh Ibn Baz na Ibn Uthaymeen kwamba ni wajibu kusitiri uso mwanamke, lakini msimamo wa Sheikh Al-Albani anasema kwamba ni sunnatun mustahabba,
ni sunna ambayo yenye kupendezeshwa mwanamke kustiri nini? Kustiri uso. Kwa hiyo akamgomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamgomba Asma kwa maana asivae vazi lile ambalo linaonyesha maungo yake na lina shakli yale maungo yake. Akamgomba, akamkataza, akamwambia mwanamke akishafikia balighe haifai kuonekana maungo yake, yatakikana kwake yeye astiri kiwiliwili chake chote, si nywele hazitakikani kuonekana, wala si kifua hakitakikani kuonekana, wala si mkono, wala si mguu, asionyeshe maungo yake, isipokuwa kwa wale ambao sheria iliyokuwa imewataka kwamba mwanamke mbele ya huyo, basi hata kama atakuwa hana nguo hata moja, basi sheria imemruhusu, naye ni mume wake. Thaniyan, sharti ya pili ya hijabu ya kisheria, alla yubdi alhijab zinatahunna, kwa maana hiyo hijabu ya kisheria isionyeshe mapambo yao. Bila shaka wanawake wanakuwa wanajipamba kwa ume zao, kwa hiyo hina akajitia labda kavaa vikuku, kavaa herini, kavaa kidani, kavaa na vinginevyo katika mapambo. Kwa hiyo akivaa vazi la kisheria asionyeshe. Leo tunawaona watu wengi sana, wanawake, dada zetu, ndugu zetu, mama zetu, wakitembea wanatembea alikuwa mapambo yao wanaonyesha. Hili ni jambo ambalo halitakikani. Sasa kama wewe unaye mke wako anatembea katika hali kama hiyo, ni wajibu juu yako kumkataza. Na kama dada yako anatembea hali ya kuwa kwamba anaonyesha mapambo yake, ni wajibu juu yako kumkataza. Na kama unaye ndugu yako wa kike anatembea hali ya kuwa anaonyesha mapambo yake, ni wajibu kumkataza. Na kama bibi mkubwa wako vile vile anatembea katika hali kama hiyo, basi ni wajibu tumia taratibu zilizokuwa nzuri kumwelekeza mzazi wako wa kike, ili asitembee katika hali ya kumkera Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na Allah akasema katika surati An-Nur, wala yubdina zinatahunna, na wala asidhihirishe mapambo yao wanawake. Wa maana hadha, na maana haya, alla yudhhirna zinatahunna, wasidhihirishe wao mapambo yao, lil ajanibi, kwa wale watu ambao wakando, kai la tulaffitu anzarahu, ili isipelekee wakazivuta ile mitazamo yao, wakaivuta ile mitazamo yao. Na watu wanawake wanavaa makusudi, nasema kwamba leo ndawarusha wanaume roho, kwamba mwanamke anavaa makusudi, hasa uchi, anavaa ovyo, lengo lake na madhumuni yake kwamba yeye anakwenda kuwarusha roho wanaume huko nje. Sasa huyu ni mwanamke ambaye alikuwa amelaaniwa. Thalithan, sharti ya tatu, an yakuna thaqilan ghaira shafaf, kwamba guo lake liwe zito zito, lisiwe jepesi. Kwa maana liwe zito, lisiwe jepesi. Kai la yadhharu ma tahtahu, ili pasidhihiri kile ambacho kilichoko chini yake. Wayaftina an-nadhirin, wakawafitini wale ambao wenye kuangalia. Kwa maana ni nguo ambayo ilikuwa nzito nzito, haionyeshi, si nyepesi. Rabian, sharti ya nne ya hijabu ya kisheria, ayakuna fadhan wa laysa dayiqan, liwe kwamba ni pana pana, lisiwe kwamba limembana, limemtight. Maana yake kwamba iwe pana pana nguo lake, lisiwe kwamba limemtight, limembana mpaka kiuno sasa kikaa kinaonekana, kifua kikaa kinaonekana, mgongo ukawa umeshakli, yani nguo imeshonwa sawa sana kiwiliwili chake, ikawa imemtight, akiivua anapata shida kuivua, mpaka kwa mtu amwambie hebu nisaidie kidogo kuivua. Sasa hii ni nguo ambayo akivaa avae ndani, asitoke nayo nje, ikiwa kwamba imemtight. Lakini leo wanawake kwa kutokufahamu hijabu ya kisheria, basi wanawake wanaonekana wanavaa, wanatoka na nguo ambazo za ndani, hawafahamu Uislamu umeelekeza nini, ndio maana ikapelekea hivi. Kwa hiyo mwanamke asivae vazi ambalo lilokuwa lenye kudhikisha mwili wake, kai la yasifu juz'an min jasadiha, ili nguo hiyo isisifu sehemu ya kiwiliwili chake. Wa yulaffita anzar,
na vile vile isipelekee kwamba ikavuta mitazamo al-akharin, mitazamo ya wengineo. Wa yuhayyiju ashahawat, na vile vile ikatiribua matamanio, sababu wewe ukivaa nguo ambayo imetaiti ikawa imeonyesha kiuno akesha ikawa kwamba imeshakli maungo yake, bila shaka mwanamume akiona atatamani. Na baadhi ya wanawake huvaa nguo kisha baadaye juu yake wakajitupia kanga mbili, kanga akaifunga kwenye kiuno akesha akatoka nayo nje. Yani kanga kaifunga kwenye kiuno akesha akatoka nayo nje. Jamani, hebu tuambizane, mtu akifunga kanga katika kiuno inakuwaje? Ameshakili kiuno, hajashakili kiuno? Ameshakili kiuno kwamba ndio hicho kiuno changu jamani, saizi yake ni hiyo, ioneni, ijueni, ndio maana yake. Sasa kanga si vazi la kutokea nje, wala sio vazi la kuswalia, kama ambavyo walivyokuwa wanawake wengi wanaona kanga ni vazi la kuswalia. Kanga si vazi la kuswalia, wala si vazi la kutokea nje, kwa sababu lina shakli nini? Na shakli maungo. Na kanga ni vazi la kuwapambia waume zao wanawake, hili wafahamu hivyo, lakini si vazi la kutokea nje, wala si vazi ambalo la kuswalia. Kuvaa ndani, je, kuvaa ndani waruhusika wewe, kwa sababu ndio unampambia mume wako. Ati ukivaa maana yake unampambia mume wako, lakini usitoke nazo nje. Kanga vazi la kisheria la kutoka nje, sio kanga. Sharti ya 5 ya vazi la kisheria, alla yakuna muattara au mutatayyaba, lisiwe kwamba vazi hilo limetiwa manukato, yani mtu akalifukiza vazi lake na akawa amelitia manukato, ni jambo ambalo silotakiwa. Litajannubi tahriki shahawati al-akharin, lengo lake kwamba ni kujiepusha na kuyatikisa yale matamanio ya wengine, yasije yakawaathiri matamanio hayo.